Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2025. Mwezi wa Novemba, mada yetu kuu inasema Mwinue Yesu juu kama mwombezi na hakimu wetu asiyekosea. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asubuhi ya leo watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja tena miguuni pako. Tu wa dhambi, tunakiri kukukosea, tunakiri kukutenda dhambi, wewe peke yako, maana wewe ndiye Mungu. Tunakuja kwako kwa unyenyekevu, ukatusamehe dhambi zetu, ukatulinde, ukatutakase, ukatusafishe. Zaidi sana kila mmoja wetu hapa akaurithi ufalme wako. Asante kwa sababu ya masomo mazuri ambayo tumekuwa tukijifunza. Endelea kufungua uelewa wetu katika bongo zetu. Endelea kutufanya tuyaelewe haya tujifunzayo. Enda pamoja nasi, tulinde, tuongoze na ukatubariki. Katika jina lake Yesu Kristo, amina. Mada ya leo inasema taji ya uzima. Hii ni Novemba 25. Imejengeka katika kitabu cha waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo, sura ile ya 4 aya 8. Neno la Mungu linasema, baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Paulo alidumu kuitazama taji ya uzima ambayo angepewa. Si yeye tu ambaye angepewa, bali pia na wale wote waliopenda kuonekana kwa Kristo. Lakini ni ushindi kupitia kwa Yesu Kristo uliomfanya kuwa na shauku kubwa ya taji ya uzima. Yesu asingetaka sisi tuwe na shauku ya kupata thawabu, bali anataka tuwe na shauku ya kufanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu ni mapenzi yake pia, bila kujali thawabu tutakayopokea. Kipawa cha Mungu ni uzima wa milele. Anatamani wote wanaoipokea neema yake kumtumaini kikamilifu. Anatuita kudhihirisha imani safi na sahili, kumtumaini yeye bila kuhoji juu ya kile tutakachopokea kama faida. Tunapaswa kufanya kazi kwa moyo katika huduma yake, tukionyesha kuwa na tumaini thabiti kwamba atahukumu kwa haki. Katika maelezo ya mandhari ya hukumu, pale watakatifu watakapopewa thawabu na hukumu kutolewa kwa waovu, watakatifu wataoneshwa wakishangaa na kujiuliza ni nini walichokifanya kinachowastahilisha kupokea thawabu. Lakini walidumisha imani yao katika Kristo. Walikuwa wamejazwa na Roho wake, na pasipo juhudi za makusudi walimtendea Kristo kupitia kwa watakatifu wake zile huduma zinazosababisha kupewa thawabu ya uhakika. Lakini nia iliyofanya kutenda hivyo haikuwa kutaka kupokea fidia. Waliichukulia kuwa ni heshima kubwa kukubaliwa kufanya kazi kama alivyofanya Kristo. Walifanya na walitenda sababu ya upendo waliokuwa nao kwa Kristo na wanadamu wenzao, na yeye aliyejihusianisha na jamii ya wanadamu inayoteseka aliyatambua matendo haya ya huruma na upendo kama alivyotendewa yeye mwenyewe. Kila karama yetu na kila talanta yetu tunawiwa na Bwana.
Kila ushindi tupatao wote tunaupata kwa sababu ya neema yake. Hivyo hatupaswi kabisa kujivuna. Ikiwa tungeweza kukumbuka kuwa mbele ya ulimwengu wa mbinguni tuko katika kupimwa na kujaribiwa, kwamba Mungu anatupima ili kuona tu wa roho gani, kungekuwa na tafakari ya kina na kuomba kwa bidii zaidi. Wale wafanyao kazi kwa usahili wanatambua kwamba mwanadamu peke yake hawezi kufanya jambo lolote jema. Wamejaa shukrani na kushukuru kwa fadhila ya kuwa na ushirika pamoja na Mungu. Huduma yao imefungamanishwa na kanuni inayofanya zawadi na sadaka zao kuwa manukato mazuri. Wana ujasiri na imani ile ile kwa Mungu ambayo mtoto huwa nayo kwa baba yake wa kidunia. Thawabu yetu si hasa kwa sababu ya kazi au jitihada zetu, bali ni kwa sababu ya wema, rehema na upendo wetu tulivyochanganya na matendo yetu kwa wale wanaougua, wale wanaoonewa na kuteswa. The Signs of the Times, Agosti 9, mwaka wa 1899. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Novemba 25, tulipojifunza mada isemayo taji ya uzima. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka? Yote na mbele na
na Bwana ataka yote na mbele